Lakini kwanza ni habari za dunia, nami Robert Kipto. Mkurugenzi mkuu wa Benki ya Ulaya Christine Lagarde amesema kuwa ushuru mpya ambao unatarajiwa kutangazwa na Rais wa Marekani Donald Trump utakuwa na athari kubwa kote duniani. Lagarde amesema athari zake zitategemea viwango vya ushuru huo na ikiwa itasaidia kuimarisha na kuongeza mikataba ya kibiashara. Ahmad Bahaj na maelezo zaidi. Ikulu ya White House imesema Rais Trump anataka kuimarisha ushindani wa bidhaa za Marekani katika kile kinachoitwa siku ya mageuzi. Haijabainika ushuru huo utakuwa wa kiwango kipi, lakini inatarajiwa kuwa utaanza kutekelezwa mara moja. Wataalamu wa masuala ya kibiashara wameonya kuwa wafanyabiashara huenda wakalazimika kutoa mzigo huo kwa wateja wao na hivyo kuongeza bei ya bidhaa. Miongoni mwa mikakati iliyotangazwa awali na Ikulu ya White House ni ushuru wa 25% kwa bidhaa zote za magari zinazoagizwa kutoka mataifa ya nje ambao utaanza kutekelezwa kuanzia kesho. Serikali ya kijeshi nchini Sudan imesema kuwa itaomba msaada kutoka kwa shirika la polisi la kimataifa Interpol na shirika la Umoja wa Mataifa la utamaduni na sayansi UNESCO ili kuiwezesha kurejesha vifaa vilivyoibiwa kutoka kwa makavazi ya kitaifa mjini Khartoum wakati wa mapigano. Wizara ya mambo ya nje nchini Sudan imeishtumu wanajeshi wa RSF kwa kuharibu na kuipa vitu vya dhamani ambavyo vilitengenezwa zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Wizara hiyo imedai kuwa baadhi ya vitu hivyo vimesafirishwa hadi nje ya nchi kupitia mataifa jirani. Wiki iliyopita jeshi la Sudan liliuteka mji wa Khartoum kutoka kwa wapiganaji wa RSF. Watu 19 wameuawa kwenye shambulio la anga lililofanywa na wanajeshi wa Israel katika hospitali moja ya Umoja wa Mataifa inayotoa hifadhi kwa watu waliohama makwao katika kambi ya wakimbizi ya Jabalia kaskazini mwa Gaza. Kwa mujibu wa ripoti kutoka hospitali kadhaa za eneo hilo, Wapalestina wengine 15 waliuawa kwenye mashambulizi yaliyofanyika usiku kucha. Awali, waziri wa ulinzi wa Israel alitangaza mpango wa kuongeza operesheni za kijeshi katika eneo la Gaza. Israel Katz amesema eneo kubwa la Gaza litatwaliwa na kuongezwa katika eneo ambalo linakisiwa kuwa eneo la ulinzi wa Israel. Amesema kuwa hatua hii italazimu idadi kubwa ya watu wa Kipalestina kuhamishwa na kutoa wito kwa raia wa Palestina kuangamiza wapiganaji wa Hamas na kuwarejesha mateka wa Israel wanaozuiliwa katika eneo hilo. Mkazi huyu wa eneo hilo amesema kamwe hawatakubali wito huo wa Israel na wataendelea kutetea ardhi yao. Hakuna chakula au vinywaji, kilicho ni milio ya risasi na kifo. Inaonekana kama hatasimamisha vita vyake dhidi ya Gaza hadi tuhamishwe. Lakini licha ya maangamizi yanayotokea kwetu na uchungu mwingi, kama raia nilihamishwa mara 8 kwa mapenzi ya Mungu. Tutaendelea kuwa imara na wenye kupinga na kutetea ardhi yetu na kamwe hatutahama. داخل وطنه بشوف قرايبه بشوف أهله، لكن إن شاء الله نزوح خارجي لن ننزح وسنبقى صامدين على هذا الأرض. Utawala wa kijeshi nchini Niger umesema kuwa umewachilia huru takriban watu 50 wakiwemo mawaziri waliohudumu katika serikali ya nchi hiyo iliyoondolewa madarakani kwa njia ya mapinduzi miaka 2 iliyopita. Orodha hiyo inajumuisha mwandishi mmoja wa habari na wanajeshi waliohusishwa na jaribio la mapinduzi ya mwaka 2010. Kwenye taarifa iliyotolewa kwenye runinga ya taifa, watu hao walioachiliwa huru kufuatia mapendekezo yaliyoafikiwa kwenye kongamano la kitaifa la maridhiano iliyofanyika hivi karibuni. Hata hivyo, aliyekuwa rais wa nchi hiyo Mohamed Bazoum angali gerezani. Bazoum anakabiliwa na mashtaka ya uhaini na kutishia usalama wa taifa. Wiki iliyopita kiongozi wa kijeshi nchini Niger, Jenerali Abdurrahman, aliapishwa kuwa rais kwa kipindi cha miaka 5 ijayo. Na kocha mkuu wa klabu ya Real Madrid Carlo Ancelotti amefikishwa mahakamani mjini Madrid na kufunguliwa mashtaka ya ulaghai. Waendesha mashtaka wamesema kuwa kocha huyo ambaye ni mshindi wa kombe la klabu bingwa barani Ulaya mara kadhaa alikosa kulipa ushuru na ukisiwa kuwa zaidi ya dola milioni 1 unaohusishwa na uzaji wa hati miliki zake. Ancelotti amekanusha mashtaka hayo akisema hajawahi kufikiria hata siku moja kujihusisha na ulaghai. Hii ni BBC. Shukran Robert Kipto kwa taarifa ya habari za dunia. Ukiwa Tanzania, matangazo ya Dira ya Dunia unaweza kuyasikiza kupitia CGFM, Bomba FM na Radio Kwizera. Nchini Uganda ni Voice of Karamoja, Radio Kitara na Radio Paidha. Nchini Kenya ni County FM, Pamoja FM na Mwenedu FM. Huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni. Aidha yako moja kwa moja kwenye tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye Facebook BBC Swahili. Karibu tena msikilizaji, mimi ni Sarafina Robi na mwenzangu
langu ni Karo Robi. Karibu Karo. Asante Sarafina. Msikilizaji, tunaanzia huko Ulaya ambako mkuu wa benki kuu ya Umoja wa Ulaya anasema ushuru zaidi kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump unaotarajiwa kutangazwa baadaye leo utakuwa na athari kubwa ulimwenguni kote. Christine Lagarde anasema athari hiyo itategemea ukubwa wa nyongeza ushuru na iwapo utasababisha kufikiwa kwa ufanisi makubaliano ya kibiashara. Beldino Aliaula na maelezo zaidi. Rais wa Marekani Donald Trump anasema atazindua ushuru mwingine mpya ambao unahofiwa utachochea vita vya kibiashara kote duniani. Ushuru huo mpya utaathiri bidhaa zinazoagizwa nchini Marekani zenye thamani ya matrilioni ya dola. Ikulu ya White House inasema Trump atatangaza hatua hiyo ya kihistoria kama njia moja ya kuimarisha ushindani wa Marekani kibiashara kwa kile amekitaja kama siku ya ukombozi. Haijulikani ushuru huo utakuwa ghali kwa kiwango gani na kama utaanza kutekelezwa mara moja. Onyo imetolewa kuwa huenda hatua hiyo ya Trump ikaathiri raia wa Marekani wanaotumia bidhaa zinazoagizwa kutoka nje ya taifa hilo na kuchangia kudorora kwa uchumi. Akizungumza na BBC, mwanauchumi aliyewahi kushinda tuzo ya amani ya Nobel Paul Krugman alisema ushuru huo mpya si wa haki. It's going to raise consumer prices. It's unlike... Itaongeza bei ya bidhaa muhimu. Haitakuwa na faida yoyote katika biashara. Haitachangia kufunguliwa kwa viwanda. Hii ni sera ambayo ni ghali mno na haina msingi wowote isipokuwa kwa Trump mwenyewe. Doesn't have very much of a basis in anything except Trump's whims. Naye mwanauchumi mkuu wa shirika la fedha la kimataifa IMF Maurice Obstfeld ameonya kuwa hatua hizi mpya za Rais Trump zitasababisha uchumi wa Marekani kuterereka. It would definitely mean higher prices. It would have a recession. Itamaanisha bei ya bidhaa kupanda, uchumi utadorora na hii itapunguza fedha kwenye mifuko ya watu. Pia bei ya kuagiza vitu kutoka mataifa mengine itapanda, bidhaa kama vile chuma na alumini ambayo ni bidhaa muhimu. Kwa hivyo itakuwa vigumu kuona habari njema iwapo ushuru huo mpya wa 20% utawekewa mataifa yote. A 20% or so universal tariff is put in place. Ron Nirenberg ambaye ni meya wa mji wa San Antonio, jimbo la Texas, akizungumza na BBC amekashifu hatua ya Trump ya kuongeza ushuru kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka mataifa mengine, akisema itapunguza nafasi za ajira. Tariffs in San Antonio would have huge impact. Ushuru huo mpya katika mji wa San Antonio utatuathiri vibaya, kwani kati ya watu 5 katika jimbo la Texas, angalau mmoja ameajiriwa katika sekta itakayoathirika na sera hizo mpya za Trump. Tunajua hapa Texas zaidi ya ajira 300,000 zitaathirika kwani zinahusika na biashara za kimataifa, na katika mji huu wetu sisi huuza bidhaa za thamani ya dola bilioni 13 katika mataifa mengine. Nusu ya bidhaa hizo huenda Canada na nyingine nchini Mexico. Kwa hivyo tunahitaji marafiki wengi wala si maadui. Tunahitaji washirika wa kibiashara wala si ushuru mpya. We need economic partners and we do not need tariffs. They are job killers. Shirika la viwanda nchini Italia limeonya kwa iwapo Trump anatangaza ushuru huo mpya, basi utaathiri pakubwa uchumi wa taifa hilo, haswa sekta ya chakula, dawa na nguo, na kutoa wito kwa mataifa ya Ulaya kuimarisha biashara kati ya wao wenyewe. Beldin Waliaula, BBC. Na tukisalia hapo ni kwa rais wa Marekani Donald Trump anatazamiwa kutangaza ushuru zaidi leo ambao utazikumba nchi karibu zote. Kabla ya hapo tayari ameanzisha mfululizo wa ushuru wa uagizaji wa chuma, alumini, magari pamoja na bidhaa zote kutoka China. Kufafanua zaidi kuhusu hatua hii nimezungumza na Mubelo Bandio ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa, anaishi Marekani na ameanza kwa kuelezea athari za hatua hiyo. Kuna mshindi katika vita vya kiuchumi, kwa hiyo ni jambo la kusikitisha kwamba kwa namna yote ile vita hivi vimekuja katika lengo la kutaka kumkomoa mtu. Yeye anasema kwamba yapo mataifa ambayo yamekuwa yakitumia wema wa Marekani kwa namna isivyo, kwa ni kama vile anataka wakomoe wao, lakini wakati huo na yale mataifa amesema kwamba yatarejesha hili. Angalia, anayekuja kuathirika na haya yote ni mlaji ambaye ni mwananchi wa kawaida. Kwa hiyo hakuna ambaye ni bingwa, na watu hapa nchini Marekani kuna uoga kiasi, na naweza kusema kwamba ni uoga halali kwamba hakuna anayejua athari zitakuja kwa kiasi gani kwenye masuala ya magari, kwenye vitu vyote ambavyo vinategemea malighafi ambazo zitawekewa ushuru. Kama lengo basi ni labda kuyakomoa baadhi ya mataifa, kwa nini kwa sasa ameamua kutoza ushuru kwa mataifa mengi kwa ujumla? Anasema kwamba kuna mataifa ambayo ameyalenga, lakini wawe ni marafiki au wale wanaoitwa maadui, friends or foe. Anaamini kabisa kwamba kwa kufanya wanayofanya hivi sasa Marekani inashindwa kukua. Kwa hiyo bado anasema kwamba
anataka awakomoe ili wawekezaji waweze kuja nchini Marekani baada ya kutumia wema huo. Lakini hii ni vita ambayo ni kama uvuvi wa kokoro, kwamba kwa kufanya hivi lazima kutoka kuna athari ambazo zitakuwa zinaangukia wananchi, zitakuwa zinaangukia watu wengine, na kwa bahati mbaya sana imewakuma wengi kuliko ambavyo wamefikiria. Sidhani kama kuna mtu ambaye anaweza akakwambia fika ni nini hasa amelenga, kwa sababu hata msemaji wake wa Ikulu jana alipokuwa akizungumzia kwamba hizo tozo na ushuru taanza hii leo, bado hakuna ambaye ameweka wazi details za nini kitakuwemo, na hata mmoja kati ya washauri wake aliweza kuzungumza wala Trump mwenyewe pia ameweza kuthibitisha hicho. Walichosema tu ni kwamba ushuru utaanza na hakuna anayejua kwa hakika haswa kwa nini. Vipi kuhusu akisi kwamba nia yake ni kuongeza ushindani wa Marekani kibiashara katika siku hiyo ambayo yeye mwenyewe ameita Liberation Day? Ndio ambacho amekuwa akizungumzia, na pengine kinaweza kuwa kina ukweli, na ukiangalia mpango ambao akizungumzia kwa muda mrefu amekuwa akisema hivyo kwamba tuhakikishe kwamba watu hawahisi kwamba ni nafuu sana kuzalisha nje ya Marekani, ili wakihisi kwamba kuna soko nchini Marekani, walaji wengi wako Marekani na wana bidhaa za kuuza, badala ya wao kuzalishia kwenye sehemu ambayo watazalisha kwa bei nafuu na kuja huku waweze kuja kufanyia hapa nchini Marekani. Kwa hiyo ni kitu ambacho amekuwa akizungumzia kina ukweli, na wapo baadhi ya watu ambao wanaamini kwamba tutaumia kwa muda mfupi, lakini baada ya muda kidogo mambo yatanyooka na tunaweza tukafanikiwa katika ile ambacho nafikiri leta. Kwa hiyo tumo humo, lakini kwa hakika ni kama 20 na 25. Je, hili linazua hofu kuwa kunaweza kuwa na mfumuko wa bei na kusababisha kudorora kwa uchumi wa Marekani? Amna ubishi katika hili, kwa sababu kuna sehemu ya gharama ambazo lazima zitalazimika kubebwa na mlaji ama mnunuzi. Tumeona mauzo ya magari katika siku za karibuni yamekwenda juu sana, na hii ni dalili kwamba watu wengi wameona wakimbilia kwenda kununua magari kabla utuzo haijaanza, kwa sababu tunategemea kwamba bei ya magari pia itaongezeka. Kwa hiyo hakuna ubishi kwamba bei ya bidhaa itaongezeka. Ni kitu ambacho tunasema kwamba watu wanajiandaa, kwa sababu hakuna anayejua fika nini kitatokea kwa muda gani. Kwa baadhi ya mataifa hayo ambayo umeweza kuyataja, kuna yale ambayo ameweza kuongea tayari akasema kuwa yatalipiza kisasi iwapo Donald Trump ataendelea na mpango huu. Sasa hili unalizungumzia vipi? Tulianza kumsikia waziri mkuu wa Canada amemaliza muda wake, Justin Trudeau, ambaye alisema kwamba Marekani hatutamani kufanya hivi nyinyi ndugu zetu, lakini rais wenu amefanya hivi. Tumesikia kiongozi wa Umoja wa Ulaya naye akisema kwamba si kitu ambacho wangetamani kufanya, lakini kama italazimisha wana mkakati mzuri wa kuweza kufanya. Kwa hiyo ina maana kuingia kwa bidhaa huku itakuwa changamoto, na hata bidhaa ambazo zinakwenda kule itakuwa changamoto. Itatuathiri kwa kiasi fulani, itaathiri baadhi ya biashara, kwa sababu ukiangalia katika sehemu ya Canada kuna baadhi ya majimbo ambayo tayari wamesema kwamba kama Trump ameweka tarifu ya kiasi hiki, wameshapitisha mswada kwamba vinywaji vyote kutoka katika nchi ya Marekani viwekwe, viondolewe katika shelves. Kwa hiyo inaathiri moja kwa moja, na ndio wagawaji wa umeme nao wanaanza kufikiria vipi tukiweka tarifu kwenye umeme. Ukiweka tarifu kwenye umeme ina maana hata gharama ya umeme nayo itapanda. Umeme ukipanda, uzalishaji unapanda, na mambo mengine yanakuwa gharama zaidi. Kwa hiyo kwa namna fulani lazima tutaathirika. Na Moyoni Mubelo wa Bandi ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa na vilevile anaishi Marekani, akielezea zaidi kuhusiana na kuongezeka kwa ushuru ama kutozwa zaidi kwa ushuru na rais wa Marekani Donald Trump. Na msikilizaji, napata fursa ya kwanza kusoma maoni yako hapa kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Willy Rais wa Amani kutoka Arusha Ndogo Chato anasema viongozi wa Afrika yafaa wajifunze kujitegemea, kwani kinachoendelea Marekani ni funzo tosha, mtegemea cha mwenzie huishia kupotea. Kefo Bancho Nchiri, asante kwa kutusikiliza ukiwa kule Boston, Massachusetts, Marekani. Isaiah Sambo mpenda amani anasema anachokifanya Rais Trump kama mkuu wa nchi asaidiwe ili malengo alokusudia yafanikishwe, kwani ana imani kafanya hayo baada ya kutathmini tija iliyopo kwa taifa. Lakini nikushukuru pia Charlie Mlawason ukiwa kule Kuwait. Mbio za kuwania nafasi ya Europa zinazidi kuwa simulizi ya kusisimua zaidi iliyosalia katika ligi kuu ya soka ya England msimu huu, huku kukiwa na nafasi ya 5 ya uhakika ya ligi mabingwa Ulaya kwa vilabu vya England. Nottingham Forest ilikaribia kutimiza ndoto yake ya ligi ya mabingwa, huku bao pekee la Anthony Elanga likishinda klabu yake ya zamani ya Manchester United. Zaidi na Phyllis Mwatei. Naam, winga huyo ambaye alijiunga na United akiwa na umri wa miaka 12 alifunga bao la mapema kwenye dakika ya 5 ya mchezo. Alijiunga na Forest kutoka United kwa pauni milioni 15 mwaka 2023 kutafuta nafasi zaidi ya kucheza, na akaendeleza msimu wake mzuri dhidi ya klabu yake ya zamani. Murilo alihakikisha ushindi huo kwa kuokoa mpira
kwa ajabu kutoka kwa Harry Maguire katika sekunde za mwisho. Forest inasalia katika nafasi ya 3 kwenye ligi ya Premier ikiwa na tofauti ya point 8 dhidi ya Chelsea iliyo nafasi ya 4 ambao watawakaribisha Tottenham siku ya Alhamisi. Matokeo mazuri katika kombe la FA pia yamechangia msimu mzuri wa Forest walipojikatia tiketi ya nusu fainali ambapo watamenyana na Manchester City kwa ushindi dhidi ya Brighton Jumamosi iliyopita. Manchester City, Newcastle, Brighton, Aston Villa na Bournemouth zote ziko uwanjani leo usiku kukiwa na pointi 5 pekee zinazotenganisha nafasi ya 4 hadi nafasi ya 10 kwenye jedwali. Barabara kabisa. Ni wakati ambapo Arsenal ilipata ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Fulham, likiwemo bao lililotiwa kimiani na nyota wao Bukayo Saka aliyerejea baada ya kukaa nje ya viwanja kwa miezi kadhaa kutokana na jeraha. Lakini je, ushindi wa Arsenal unaathiri vipi mbio za ubingwa? Phyllis. Sasa safari ya Liverpool kutoa ubingwa wa ligi kuu ya England bado inaonekana kutoepukika, lakini uongozi wao kileleni ulipunguzwa hadi point 9 kufuatia ushindi huo wa Arsenal dhidi ya Fulham. Hata hivyo, Liverpool wanaweza kurejesha uongozi wao wa point 12 watakapocheza mchezo wao dhidi ya Everton leo usiku. The Reds ambao wamepoteza mara moja pekee kwenye ligi msimu huu wanahitaji point 16 kati ya 27 zinazowezekana ili kujihakikishia ubingwa, huku Arsenal wakiwa na uwezo wa kupata point 85 pekee. Shukran sana Phyllis Mwate. Mechi nyingine zinazopigwa leo usiku ni Manchester City kuikaribisha Leicester City, Brighton dhidi ya Aston Villa, Newcastle United kukipiga na Brentford, Southampton kumenyana na Crystal Palace, wakati ambapo Bournemouth inapepetana na Ipswich Town. Kwengineko Hispania, Real Madrid waliweka hai matumaini yao ya kushinda makombe matatu katika hali ya ajabu baada ya Antonio Rudiger kufunga bao la ushindi katika muda wa ziada dhidi ya Real Sociedad na kutinga fainali ya Copa del Rey. Bao la Rudiger lilifanya matokeo kuwa mabao 5-4 kwa jumla baada ya Real kufunga 1-0 katika mchezo wa mkondo wa kwanza. Kushinda mataji matatu. Leo usiku Barcelona wanateremka uwanjani dhidi ya Atletico Madrid kubaini ni nani atacheza na Real Madrid katika fainali. Mechi ya mkondo wa kwanza kati ya Barcelona na Atletico iliishia kwa sare ya kufungana mabao 4. Nikamilishe na huko Ujerumani, timu ya Arminia Bielefeld ya daraja la 3 iliwashangaza mabingwa tetezi Bayer Leverkusen na kutinga fainali ya kombe la Ujerumani. Bielefeld ilipambana kutoka chini kwa bao 1 kuibuka na ushindi wa 2-1 na kuwa timu ya kwanza kabisa nje ya daraja la kwanza na la pili kuziondoa timu 4 za Bundesliga kutoka kombe la Ujerumani katika msimu mmoja. Mwisho wa makala ya spoti. Jina langu ni Ive Buchana.